Wapendwa baba zangu, wapendwa mama zangu, wapendwa kaka zangu, wapendwa dada zangu, kalumna na kanyanya zo mkama mulungi obude bwona. Wazo letu la leo ni funguka. Naomba tuseme funguka. Funguka. Neno linalotuongoza ni kutoka Injili ilivyoandikwa na Marko sura ya 7 mstari wa 34. Akatazama mbinguni, akaugua, akamwambia Efata, funguka. Kwenye baadhi ya makanisa kuna tangazo linalosema hivi: funga simu, fungua moyo. Funga simu, fungua moyo wako. Kwa hiyo tunamwomba Mwenyezi Mungu atusaidie mioyo yetu ifunguke tunapokuwa kanisani, tunapokuwa mbele ya madhabahu. Tumesikia katika injili ya leo Yesu anamtibu bubu na kiziwi. Alikuwa hawezi kuongea, alikuwa hawezi kusikia. Ndio maana mtoto anapobatizwa padri anafanya ishara ya msalaba kwenye mdomo, anasema funguka, yaani aweze kuongea na asiongee ovyo ovyo, agambe atagambisibwa. Alafu anamweka ishara ya msalaba kwenye sikio, asikie na asikie vizuri kwa usahihi, aulile ataulirikana. Kwa hiyo kufunguka kuna aina. Kwanza kuna kufunguka kwa moyo. Katika kijiji kimoja huko Ufaransa cha Ludi, binti aliyekuwa anaitwa Benadeta Subiru alitokewa na Bikira Maria tarehe 11 mwezi wa pili mwaka 1858. Lakini watu hawakuamini maono hayo, watu wakapinga. Lakini polepole mioyo ikafunguka. Ludi ikawa ni chemchemi ya toba, sala na uponyaji. Mungu akafungua mioyo. Mtakatifu Agustino alisema Mungu huzungumza ndani ya moyo, lakini masikio ya ndani yakifungwa hata sauti ya Mungu haisikiki. Na mioyo ina masikio. Tuombe Mungu afungue masikio ya moyo. Mtakatifu Papa Benedict wa 16 alisema imani huzaliwa kwa kusikia neno la Mungu. Tunapolisikia neno la Mungu, imani inazidi kuimarika kwa wale ambao imani imeishazaliwa. Lakini kuna kufunguka kwa akili. Mwalimu akiwa anaelezea jambo na wanafunzi wakalielewa, wanafunzi anaweza kaanza kusema I see. Yaani anaona kwa macho ya akili. Mtakatifu Agustino alikuwa amefungwa, alikuwa aambiriki, alikuwa abebeki, mpaka mama yake akaanza kumwombea mama yake Monika. Siku moja akasikia sauti inasema tole lege, chukua usome. Akachukua Biblia akasoma kipengele kinachosema ni saa ya kutoka usingizini. Akili yake ikafunguka, akabadilika, akawa mtakatifu. Tatu, kuna kufunguka kwa ulimi. Kiziwi alifunguliwa pia ulimi wake. Ndio maana Yesu alimtenga kando, akagusa ulimi, akagusa masikio, kwa sababu hakuweza kusikia. Ni ishara tu alielewa, ndio maana Yesu akamgusa. Mkristo aliyefungwa ulimi yuko kimya, atangazi neno la Mungu. Mtakatifu Gregori Mkuu alisema imani inayoisha haiwezi kufunga midomo. Lazima tushuhudie Injili kwa kuongea. Funguka, midomo ifunguke kwa ushuhuda, si kwa kunungunika. Wengine midomo inafunguka lakini ni manunguniko tu, kila mara kunungunika. Hawezi wakaona mazuri, kila mara ni kunungunika, hili baya, hili. Hawezi akaona mazuri. Ni kama kule Mexico, New Mexico, wanawake walikuwa wamepata chemichemi, yani maji ya uvuguvugu yanatoka, yana uvuguvugu, yana moto, labda ilikuwa inapitia kwenye miamba moto. Sasa mtu mmoja akawaambia, nyewe wanawake mmebahatiwa,
mna hata maji ya uvuguvugu. Akasema maji gani ya uvuguvugu? Mbona Mungu akutupa sabuni? Yaani ni kulalamika. Yaani hawezi wakaona hili lizuri, wanaanza kulalamika tu. Kwa hiyo midomo ifunguke kwa kusifu, ifunguke kwa kushukuru, isifunguke kwa manunguniko. Mtakatifu Francisco wa Asizi alikuwa ni kijana mwenye aibu kuzungumza mambo ya Mungu hadharani, lakini baada ya kukutana na Yesu Kristo ulimi wake ukafunguka, akaanza kumhubiri Kristo toka sokoni, kwenye mitaa. Mtakatifu Francis wa Asizi, watu wakashangaa, yule kijana mpole sasa anatangaza injili kwa ujasiri. Tumwombe Mwenyezi Mungu midomo yetu ifunguke, ulimi ufunguke, tutangaze injili bila kuogopa